Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeridhia maombi ya mawakili waliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole ya kuwasilisha kiapo cha ziada katika shauri la maombi yanayohusu madai ya kutekwa kwake. Mahakama hiyo imeridhia maombi hayo yaliyowasilishwa leo Alhamisi Oktoba 9 mwaka 2025 na jopo la mawakili wa Polepole linaloongozwa na Peter Kibatala kwenye shauri la maombi ya amri ya mahakama ya kumfikisha Polepole mahakamani. Shauri hilo namba 24514 la mwaka 2025 linalosikilizwa na Jaji Mfawidhi Salma Magimbi lilifunguliwa na Kibatala kwa niaba ya Polepole Oktoba 7 mwaka 2025 chini ya hati ya dharura sana dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi, Inspekta Jenerali wa polisi IGP na wenzake. Wajibu maombi wengine ni mkurugenzi wa mashtaka DPP, mwanasheria mkuu wa serikali AG, mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya Dar es Salaam ZCO na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ZPC, mjibu maombi wa pili mpaka wa tano mtawalia. Shauri hilo limetajwa leo kwa mara ya kwanza kwa ajili ya maelekezo maalum, lakini ni mjibu maombi wa pili pekee DPP aliyefika mahakamani akiwakilishwa na mawakili wa serikali waandamizi Faraji Nguka ambaye ni kiongozi wa jopo, Deborah Mushi, Edith Mauya na wakili wa serikali Tumaini Mafuru. Pamoja na mambo mengine, mawakili wa Polepole wameomba kuwasilisha kiapo cha ziada kwa maelezo kuwa baada ya kufungua shahidi hilo juzi, jana na leo wamepata taarifa mpya. Pia wameomba mahakama iridhie shauri hilo kusikilizwa upande mmoja na kuamuru muombaji ambaye ni Polepole afikishwe mahakamani akisubiri uamuzi wa maombi yatakayosikilizwa pande zote mbili. Pia ameomba shauri hilo lisikilizwe upande mmoja dhidi ya wajibu maombi ambao hawakufika mahakamani licha ya kwamba walipokea wito wa mahakama. Mahakama katika uamuzi wake imekubaliana na maombi na kuwasilisha kiapo cha ziada huku ikitoa amri 4 za maelekezo kuhusu usikilizwaji wa shauri hilo. Maelekezo hayo ni muombaji kuwasilisha mahakamani kiapo cha ziada kesho Ijumaa Oktoba 10 mwaka 2025 na mjibu maombi wa pili awasilishe kiapo kinzani kujibu maombi hayo kabla ya Jumanne Oktoba 14 mwaka 2025 saa 6 kamili usiku. Pia Jaji Magimbi ameelekeza kuwa kutokana na amri ya kwanza ya muombaji kuwasilisha kiapo cha ziada, hawezi kulitolea uamuzi wa ombi la pili la shauri kusikilizwa upande mmoja mpaka kiapo hicho cha ziada kitakapowasilishwa. Vilevile ameelekeza kuwa shauri hilo litasikilizwa maombi ya pande zote Jumatano Oktoba 15 mwaka 2025 saa 3:30 asubuhi. Kuhusu wajibu maombi ambao hawakufika mahakamani, amesema wamepoteza haki ya moja kwa moja ya kuwasilisha kiapo kinzani kujibu maombi hayo. Badala yake, Jaji Magimbi amewaamuru kuwa mjibu maombi ambaye miongoni mwao atahitaji kuwasilisha kiapo kinzani atawajibika kwanza kuomba kibali cha mahakama. Awali, wakili Nguka licha ya kujitambulisha kuwa anamwakilisha DPP, pia ameieleza mahakama kuwa anashikilia mikoba ya mjibu maombi wa tatu AG ambaye pamoja na wajibu maombi wengine hawakufika mahakamani wala kutuma wawakilishi wao. Amesema licha ya DPP kupelekewa hati ya wito wa kufika mahakamani jana, AG hakuwa amepelekewa wito huo. Hata hivyo, Kibatala akisaidiana na mawakili Faraji Mangula, Alphonsi na Chipiangu, Deogratias Mahinyila na Gloria Ulomi wameieleza mahakama kuwa wajibu maombi wote akiwemo AG walipelekewa wito huo jana na kwamba wote walisaini na ushahidi uko katika mfumo wa mahakama. Na nukuu, kwa maoni yetu wote hawa wamekuwa served, yani wamepewa hati za wito. Hivyo tunaomba mahakama itoe maelekezo kwa hao ambao hawakufika, amesema Kibatala. Hivyo
wameomba amri ya mahakama kuendelea na usikilizwaji wa shauri hilo upande mmoja bila kuwepo wajibu maombi ambao hakufika mahakamani, kwa kuzingatia kuwa maombi hayo yamefunguliwa chini ya hati ya dharura. Pia wakili Kibatala amesema kuwa DPP hawezi kumwakilisha AG na kwamba iwekwe kwenye kumbukumbu kuwa AG pia hajafika mahakamani. Katika hati hiyo ya dharura iliyothibitishwa na Kibatala kuunga mkono maombi hayo, mwombaji anaeleza kuwa tangu Oktoba 6 mwaka 2025, Polepole aliripotiwa kutekwa na watu wanaodhaniwa ni maofisa wa jeshi la polisi waliovamia nyumbani kwake Ununio wilayani Kinondoni jijini Dar es Salaam. Pia Kibatala anadai kuwa mpaka sasa hajashtakiwa kwa kosa lolote la jinai katika mahakama yoyote ya kisheria na kwamba inaaminika kuwa amewekwa kizuizini na wajibu maombi mahali kusikojulikana. Na nukuu, hivyo haki zake za kikatiba zimekiukwa bila sababu za msingi. Ustawi wa mwombaji unahitaji uangalizi na uingiliaji wa haraka, ikiwemo kujua hali ya maisha yake, amesema wakili Kibatala. Kupitia hati hiyo, wanaomba kesi isikilizwe upande mmoja na mahakama iamuru Polepole afikishwe mahakamani akisubiri uamuzi wa maombi hayo kusikilizwa pande zote mbili. Pia wanaomba mahakama iwaelekeze wajibu maombi wamwachie mwombaji, yaani Polepole, kwa dhamana au wamfikishe katika mahakama ya kisheria na kumshtaki kwa mujibu wa sheria. Kibatala anaeleza kuwa Polepole ni raia wa Tanzania ambaye ameitumikia nchi yake katika nafasi mbalimbali, ikiwemo mkuu wa wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam, na balozi wa Tanzania nchini Malawi, Cuba na nchi nyingine za Kilatini. Pia anaeleza kuwa katikati ya mwaka huu Polepole kwa hiari yake alijiuzuru wadhifa huo wa ubalozi, huku akieleza sababu mbalimbali zikiwemo kutoridhika na namna mambo yanavyoendeshwa ndani ya serikali na nchini Tanzania. Wakili Kibatala anaeleza kuwa katika taarifa zake ambazo amekuwa akizitoa mara kwa mara, Polepole amekuwa akilalamika kuwa usalama wake uko hatarini kutokana na vitisho ambavyo amekuwa akivipokea kutoka kwa watu wasiojulikana kutokana na msimamo wake katika masuala mbalimbali. Hivyo anadai kuwa wakati fulani alfajiri ya Oktoba 6 mwaka 2025, wavamizi wasiojulikana walivamia na kuvunja makazi yake ya muda Ununio jijini Dar es Salaam, ambako walimteka na kumpeleka mahali kusikojulikana. Na nukuu, haya yamethibitishwa kwa umma na kaka wa mwombaji Polepole, Godfrey na Augustino Polepole, kama ilivyothibitishwa katika taarifa za vyombo vya habari vya ndani, amesema wakili Kibatala katika kiapo hicho. Wakili Kibatala anaeleza zaidi kuwa mjibu maombi wa 5, yani ZPC Jumanne Mulilo, amenukuliwa katika taarifa hizo za vyombo hivyo vya habari akitoa taarifa za kupuuza tuhuma hizo nzito za utekwaji wake. Amesisitiza kuwa mpaka wakati anaapa kiapo hicho, Polepole hajulikani mahali alipo na hakuna hata mmoja kati ya wajibu maombi ambaye ametoa mrejesho wote kuhusu alipo, hali yake ya ustawi na hadhi yake ya kisheria, jambo linaloongeza kiwango cha wasiwasi nchini. Na nukuu, nina sababu za kuamini kwamba wajibu maombi na hasa mjibu maombi wa 5, yani ZPC, anaufahamu na yuko na mamlaka ya kumshikilia mwombaji, amesema wakili Kibatala. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nzuri na zenye uhakika zaidi.